Sometimes time come in life where we want to catch the uncatchable, where we want to move in a different way, when we want to move in the supernatural. We have to make different kind of decisions. Yes, we have to challenge ourselves. Amen, amen, hallelujah, amen. Being assembled with them, he commanded them to do not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, of which you have heard from me. For John baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. And then I read verse number 8. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Father, we thank you in the name of Jesus. Speak to us in a special way. In Jesus' name we pray. Amen. Civilization is not of this kingdom. I was trying to see the word civilization this morning. It means conventional or agreement, a way of living by a given society whereby you agree on the way forward. Njia ambapo watu wa jamii ama watu ya kizazi fulani wanakubaliana vile wataishi. It means, for example, in a particular setting or a particular city, a particular country, so there is a way or a culture through which people have agreed. Inamaanisha kwamba katika mji fulani, katika nchi fulani ama ukoo ama kikundi cha watu kuna tamaduni na tabia ambazo wanajipanga vile wataishi nazo. Okay, it is also a broad it has broad concept or understanding depending on the background of somebody or maybe or what somebody is doing. Na pia maelezo yake yako na ufahamu mkubwa sana kulingana na mahali ambapo mtu anatoka ama kile ambacho anafanya. Scientists can define it differently from also maybe the social people or leaders and so on. Wanasayansi wanaona ikiwa tofauti sana kutokana na viongozi wa kisiasa ama wa kisosialia katika maeneo mengine ya maisha. So in this particular context, I want to use the word in the sense that civilization, it means when we try to make sense to people or we want them to understand us, sometimes they can't understand us. Unajua katika mambo ambayo tunaongea mchana wa leo, hili neno tunataka tulielewe hivi. Wakati ambapo tunataka tueleweke kwa watu. When Jesus is with his disciples, wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, he told them not to go out of Jerusalem, aliwaambia wasiondoke nje ya Yerusalemu, but to wait in Jerusalem, lakini wasubiri pale Yerusalemu until they have received the Holy Spirit, mpaka wampokee Roho Mtakatifu. And Jesus said, Yesu akasema, don't go out, msiende nje, wait for the Holy Spirit to come. Mngojeeni Roho Mtakatifu aje. When you receive the Holy Spirit, wakati utampokea Roho Mtakatifu, he is going to teach you the ways of the kingdom. Atawafunza njia za ufalme. He's going to show you how to do things. Atawaonyesha jinsi ya kufanya mambo. You see, sometimes we do understand this scripture just superficially. Unajua wakati mwingine tunaelewa haya maandiko kijuujuu sana. But we don't go deep to understand why Jesus wanted these people to receive the Holy Spirit before they go out there to minister. Lakini hatupati kuelewa ni kwa nini Yesu Kristo anaingia katika undani kuelezea kwamba wasitoke nje katika huduma kama hawajampokea Roho Mtakatifu. The Bible says God is a spirit and whoever want to serve him must serve him in spirit and in truth. Biblia inasema kwamba Mungu ni roho na yule ambaye anapenda kutumikia Mungu lazima amtumikie katika roho na kweli. Sometimes we try to think, okay, roho, how do you understand the spirit? And it is maybe difficult for us to understand. Wakati mwingine waweza jiuliza ni vipi Mungu tuelewe mambo ya rohoni? Manake ni magumu sana kuyaelewa. You see, it is very difficult for you to make sense
to the world and at the same time make sense to the kingdom of God. Unajua ni vigumu sana kwako wewe kueleweka katika ulimwengu na pia uweze kuwa na mguzo katika ufalme. It is very difficult. Haiwezekani. The church has been compromised. Kanisa limewekwa katika hali ya mshike. Every time the church want to make sense. Kila wakati kanisa inataka kueleweka. If you want to make sense, automatically you lose some flavor, some particulars, some component or some element of the kingdom. Wakati ambapo unatafuta kueleweka na ulimwengu, basi utapoteza ladha, utapoteza vipengele ambazo unafaa kuwa nazo katika ufalme huu. That's why the day the disciples received the Holy Spirit, ndio sababu wakati ambapo Roho Mtakatifu aliwajia kwa wanafunzi, many people said these people are drunk. Watu wengi walisema kwamba watu wamelewa. They are drunk. Wamelewa. Why? Kwa nini? Because they do not make sense. Kwa sababu hawaeleweki. So people wanted them to make sense. Watu walitaka waelewe. But they don't make sense. Lakini hawaeleweki. So they said these people are drunk. Kwa hivyo wakaweza kusema kwamba watu ni walevi. They are not making sense. Hawa watu hawaeleweki. Normal people cannot speak like these people. Hakuna mtu ambaye anaweza ongea hivi kama wao. They are drunk. Hawa watu ni walevi. In this kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, I have tried to go through church history. Nimejaribu kupitia katika historia ya kanisa. If you see any preacher who made sense in his days, that preacher didn't please God. Ukiona mhubiri yoyote ambaye alieleweka kabisa katika wakati wake wa huduma, basi hakumpendeza Mungu. Nobody pleases the world and please God. Hakuna hata ambaye atapendeza ulimwengu na pia mpendeze Mungu. Nobody makes sense to the world and also makes sense to the kingdom. Hakuna vile utaweza kueleweka kwa ulimwengu alafu ulimwengu pia mbingu ikuelewe. Bwana asifiwe. Amen. So you need to choose one thing. Kwa hivyo hapa itabidi uchague kitu kimoja. Or you make sense to the world or you make sense to God. Ni utaeleweka na ulimwengu ama utapenda Mungu akuelewe. That's why when God was calling people to serve him, ndio sababu wakati Mungu alikuwa anaita watu wamtumikie, always he gave these people Holy Spirit. Wakati wote aliwapa hawa watu Roho Mtakatifu. Even though the Spirit was not permanent in them like in our days. Japokuwa Roho Mtakatifu siku zile hakukuwa anadumu maishani mwao kama siku ya leo. But at a certain time the Spirit came upon these people to perform certain things God wanted them to do. Lakini katika muda fulani katika maisha ilikuwa Roho Mtakatifu anakuja ndiposa utende ama utekeleze kazi fulani ya Mungu. You can read for example about Jephthah. Unaweza soma kwa mfano mtu kama Yeftha. You see when he's going to fight the Ammonites. Unaona vile anaenda kupigana na Waamori. Now before he to war, kabla aanze vita, the Spirit came upon him. Roho wa Bwana anakuja juu yake. To give him some empowerment. Ampatie nguvu zaidi. And to transform even his understanding. Na abadilishe hata kuelewa kwake. To remove all kind of fear. Aondoe woga wote. To make him the person who is going to perform. Amfanye mtu ambaye ataweza kutimiza. To do what God wants him to do. Kuweza kufanya yale ambayo Mungu anataka afanye. You see, in serving God, unajua katika kutumikia Mungu, there is always what we call God's standard. Kuna viwango vya kiungu. And also we have human standard. Na pia wanadamu wako na viwango vyao. Often we do the things of God in our standard. Mara nyingi tunafanya mambo ya Mungu katika viwango vyetu. And by doing the things of God in our standard, na kwa kufanya mambo ya Mungu katika viwango vya mwanadamu, sometimes we fail to achieve what God wants us to achieve. Wakati mwingine tunashindwa na kutimiza ama kuafikia lengo la Mungu. Why? Kwa nini? Because we do it in our standard. Kwa sababu tumetumia mbinu ama viwango vyetu. Often when you walk with God, wakati mwingine unapotembea na Mungu, you will tend to make sense. Utajaribu ueleweke. God can tell you to do something. Mungu anaweza kukuambia ufanye kitu. And then you are wearing a human body. Alafu sasa umevaa mwili wa kibinadamu. Now the body can tell you, no, what God is telling you, you are going out of your senses. Wakati mwingine mwili unakwambia kwamba yale mambo ambayo Mungu amekuambia ni kama unaanza kurukwa na akili. Now you will try to make sense. Sasa wewe utajaribu sana ueleweke. So this is like a battle in our lives. Sasa inakuwa ni kama vita ndani ya maisha yetu. It is a war in our bodies. Ni vita ndani ya mwili wetu. When the Spirit comes, wakati Roho Mtakatifu atawajia, he wants you to become like a crazy person. Anataka uwe kama mtu ambaye ako na kichaa. He wants you to act, to behave, to perform, following the spiritual empowerment or direction. Anataka utende kazi kupitia kwa uweza wa Roho.
And then you have your body now, Alafu sasa umevaa huu mwili wako which will tell you, no, that's ambao impossible. utakwambia hapana, hii You haiwezekani. can't do that. Wewe huwezi fanya. You can't move in this way, Huwezi tembea katika hii move njia. in the other way. Tunaendanga hii njia So nyingine. you fight now. Sasa unapigana. You see, how can I do to please God? Uone ni vipi nitafanya nimpendeze Mungu. And often our performance does not attain that level of the things of God. Na wakati mwingi utenda kazi wetu basi hautafikia lile lengo na kusudi la Mungu. You see, before, when Jephthah is going to war, Wakati Yefta alikuwa anatoka kwenda kwa vita, he tried to talk to these people, the people of Ammon, the Ammonite. Okay, you know, we don't want to leave us alone. You know, that is now human. unajua Yefta aliwasihi sana hawa watu wa Amori. Akamwambia, unajua tutaki vita, si tunapenda amani. Hii ni mwanadamu But sasa. when the Spirit came upon his life, Lakini wakati Roho Mtakatifu alikuja juu ya he maisha yake, pushed him to just go and attack and fight the Ammonite. Roho Mtakatifu akamchochea kwenda kupigana na Waamori. And if you read that particular Na scripture ukisoma yale maandiko in Judges chapter 11, katika Waamuzi sura the ya Bible 11, says the Spirit came upon Biblia Jephthah, inasema kwamba Roho akaja juu ya Yefta and then he made a vow. na mara moja akaweka nadhiri. So he became like a mad, a crazy person Akawa ni kama mtu ambaye ni mwenda wazimu to ama go kwenye and kichaa. achieve the things of God. Aende akatimize lengo la Mungu. If you look in our context today, Ukiangalia katika ulimwengu wetu wa leo, many people are religious. watu wengi wamekuwa wa kidini. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Even though they speak in tongues, Japo kuwa wananena kwa lugha, but they don't give time to the Holy Spirit lakini hawampatii Roho Mtakatifu nafasi to teach them ya kuwafunza and show them what they're supposed to do. na kuwaonyesha jinsi ya kufanya mambo. But mostly the Holy Spirit, Lakini wakati mwingine Roho Mtakatifu, people, we try to see they have the Holy Spirit. tunaona watu wako na Roho Mtakatifu. No, we try to see Tunajaribu kuona ni kama watu wako na Roho Mtakatifu when, because they speak in tongues. wakati wananena tu kwa lugha. Bwana asifiwe. Praise the Lord. But the Holy Spirit Lakini Roho Mtakatifu was not given just to speak in tongues. hatukumpatiwa yeye kuongea kwa lugha tu peke yake. Because when you speak in Kwa tongues, sababu wakati unanena na lugha it means you are praying. inamaanisha kwamba unaomba. You speak to God, Unanena na Mungu and the Holy Spirit is interceding on your behalf. na Roho Mtakatifu anakuombea kwa niaba yako. But now, Lakini sasa when you do things, wakati unatenda mambo, it is now the empowerment or the ability of the Holy Spirit now at work. sasa ni uweza wa Roho Mtakatifu ambao unafanya kazi. And that is what we don't see. Na hicho ndicho kitu ambao tumekosa. We don't see that one. Hatuoni hili jambo. Because when people receive the Holy Spirit in the past, Kwa sababu watu walipopokea Roho Mtakatifu siku za kwanza, automatically the Bible says they were transformed. mara moja Biblia inasema kwamba walibadilishwa. They were changed. Walibadilishwa. Their ways of doing things Njia yao ya kutenda kazi changed. ilibadilika. The way they spoke changed. Vile walikuwa wanaongea ikabadilika. Their performance changed. Utenda kazi wao ukawa tofauti. They became different people. Wakawa watu tofauti. Even when things were done in secret. Hata wakati mambo yalikuwa yanatendwa kwa siri. I want to give you an example. Nataka niwape mfano. Saul went in search of donkeys. Sauli akatoka kwenda kutafuta punda. And then he's going to meet a prophet Samuel. Alafu anakutana na nabii Samueli. And Samuel anointed him to become king. Na Samueli akampaka mafuta kuwa mfalme wa Israeli. After receiving the anointing, Saul was just Saul. Kwa hivyo baada ya kupokea upako, Sauli alibaki kuwa Sauli tu. He just went. He didn't maybe, he was just the same person. Alikuwa mtu yule ambaye alikuwa amepakwa mafuta, mtu wa kawaida. So when they saw him, he is Saul. Sasa When they saw him wakati walimuona by his parents, kwa wazazi he wake, was just Saul. alikuwa kijana yule wao tu. Bwana asifiwe. Amen. He didn't come there maybe with some horns on his head. Oh, this man has been anointed. We can see the horns. No. Hakukuja ati ni kama amemea mapembe kwa kichwa waseme huyu mtu amepakwa mafuta ya Mungu. Hapana. Or now you went with 2 legs, now he's coming 4 legs. Oh, this man is anointed. No. Ama pengine alikuwa anatembea na miguu miwili iongezeke ikuwe 4 ndio waseme huyu mtu ako na upako wa Mungu. He was just the same person. Alibakia yule mtu. The same Paul. The same Saul. Sauli yule. But lakini the Bible says Biblia inasema his uncle called him mjomba wake akamuita aside and asked him, akamuita kando na akamuuliza, did you meet the prophet? You say you met the prophet? wewe unasema ulikutana na nabii kweli? He said, Ulikutana yes, naye? I met the prophet. Akasema ndio nilikutana naye. And then he told him, what did he do to you? Na sasa nabii alikuambia nini? That is now the uncle asking Saul. Sasa mjomba anauliza ile swali, What did he do to you? alikufanyia nini?
What did he tell you? Alikuambia nini? Bwana asifiwe. Praise the Now, Lord. I try to ask myself, Sasa najiuliza why is the uncle asking all these questions? mbona mjomba na maswali mengi hivi? Saul went in search of donkeys. Sauli alikuwa na kazi ya kutafuta That was the agenda. hiyo ndio ilikuwa ni lengo. And the Bible says Saul told him, he told me about the donkeys that they were found. Na Sauli akamjibu akamwambia mjomba kwamba nabii ameniambia wale punda wamepatikana. That's all. Na ikaishia hapo. So he didn't tell the uncle about other things. Sasa hakumwelezea mjomba wake kuhusu yale mambo He mengine. didn't tell the uncle about the kingdom. Hakuelezea mjomba wake kuhusu ufalme. Now you can see here that there is something that the uncle saw. He noticed some changes in this guy. Basi kwa yale maswali yanaweza kukuelewesha ya kwamba kuna kitu ambacho mjomba aliona cha utofauti na huyu kijana. There is something that the uncle saw. Kuna kitu ambacho huyu mjomba aliona. Something unusual. Kitu ambacho si cha kawaida. Something different. Kitu ambacho ni tofauti. And then he said, hey, Kasema hey, come here. kuja He called him kijana. aside. Hebu kuja. What did he do to you? Huyu alikutendea nini? Why? Kwa nini? Because the uncle didn't know about the kingdom. Kwa sababu mjomba hakuwa na habari kuhusu ufalme. Saul didn't go there for the kingdom. Sauli hakwenda pale kutafuta ufalme. He went in search of donkeys. Yeye alikuwa anatafuta And then he was anointed na alafu sasa akatiwa to mafuta become king of Israel. akuwe mfalme wa It Israeli. is clear that when he came in, Ni wazi ya kwamba wakati alikuja his behavior was different. tabia yake ilikuwa tofauti. Yes, this now a different person Huyu ni mtu tofauti that is going to shock even the uncle who knew him from childhood. ya kwamba hata inamchanganya mjomba ambaye alikuwa anamjua kutoka He utotoni. said, what did he do to you? Kumuuliza nini ambaye imekufanyikia? Uncle Saul said nothing. Saulo hakuongea chochote. Nothing. Hakuongea He chochote. did nothing. Hakufanya What chochote did he kwangu. tell you? Alikuambia nini? Nothing. Hakuniambia chochote. He said, donkey have been found. Si ameniambia tu kwamba punda wamepatikana. That's all. Na imeishia hapo. You see, listen, people of God. Sikieni watu wa Mungu. Many people or Christians, we call Christians, they are just religious people. Wakristo ambao tunaona wengi wamekuwa watu wa dini. Hapana wamekuwa, they are just religious. Ni watu ya dini. Yeah. Many Christians, Wakristo wengi. even in this resurrection temple, Hata katika kanisa ile Resurrection many Temple, people here are just religious. watu wengi hapa ni wa kidini. I tell you the truth. Nawaambia ukweli tu. They are just religious. Ni watu wa dini. When you see a religious person, Ukiona mtu ambaye ni wa dini, you are going to know utajua tu that this person is a religious ya person. kwamba huyu mtu ni wa kidini huyu. Going to church Kwenda kanisani is not the meaning of Christianity. sio maana ya No. Ukristo. No? People go to church, Watu wenda they kanisani, worship, they go wanaabudu, back home. wanarudi nyumbani, But that's not the meaning of Christianity. lakini hiyo sio maana halisi ya Ukristo. There is more than that. Kuna zaidi ya hiyo. There is more than that. Kuna zaidi ya hiyo. There is more than that. Kuna zaidi ya kwenda kanisani. You shall receive power. Mtapokea nguvu When the Spirit comes upon you, wakati Roho atawajieni, it's going to transform you. atawabadilisha, It's going to change you. atawabadilisha. You are going to operate at the standard of God. Mtatenda kazi katika viwango vya You are Mungu. not going to do like human beings, Hamtafanya kazi kama wanadamu, but at the standard of God. lakini katika viwango vya kiungu. One day, Siku moja David was anointed. Daudi akapakwa mafuta. After receiving the anointing, Baada ya kupokea yale mafuta, the Bible says, Biblia inasema the Spirit of God Roho wa Bwana came upon his life akaja juu ya maisha yake from that day and following. kutoka hiyo siku na kuendelea mbele. So this guy became stranger in his own generation. Sasa huyu jamaa akakuwa mgeni katika kizazi chake. His walk, Kutembea kwake, his words, maneno yake, behavior, tabia, whatever he did. chochote ambayo You can anafanya. just look at David and say, this is a different person. Ukiangalia Daudi unaona huyu ni mtu tofauti sana. But I don't know what's happening in the church today. Lakini sijui ni lipi linatendekea kanisa siku ya leo. When you go before God, Wakati unaenda mbele za Mungu or when you meet God, ama wakati unakutana na Mungu, God is not just there to make you feel good. Mungu hayuko pale kufanya usikie tu No, mzuri. no. God is there. Point number one, what the gospel does, or the Holy Spirit, is to take you from the bush wherever you are and bring you on that road where you are going to fulfill the purposes of God. Ya kitu ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu atafanya akija katika maisha yako ni kukutoa katika kile kichaka huko kule ndani, akulete katika barabara ambao utatenda mapenzi ya Mungu. Because all of us in our lives, Kwa sababu sisi wote katika maisha yetu, including myself,
Hata mimi binafsi we were walking in our own ways, tulikuwa tunatembea katika njia zetu, to do our own things, tunafanya mambo ya kivyetu according to whatever we wanted to do. kulingana na vile tulipenda kufanya. We were in charge of our lives, Tulikuwa sisi ndio katika usukani wa to maisha yetu, guide our lives the way we want. na tunafanya maisha yetu vile tunataka. Now, when the Spirit of God come to us, Wakati Roho Mtakatifu alikuja kwetu, He pulls us from wherever we were anatuvuruta kutoka mahali tulikuwa, and then bring us in that way of God, halafu anatuleta katika ile barabara ya Mungu, on that road now, katika ile njia ya that kiungu, we may now move toward what God called us to do. ndiposa tutembee tukielekea katika wito ambao Mungu alituitia. And now, when the Spirit anoints us, Sasa wakati Roho Mtakatifu it anatujaza, transforms our lives. anabadilisha maisha yetu, It changes us. anabadilisha, We become anatubadilisha, different people. tunakuwa watu tofauti, We become now thirsty of God. tunakuwa na kiu cha We are Mungu, hungry of tuko God. na njaa kwa ajili ya Mungu, We do the things of God tunafanya mambo ya Mungu according to God's standard. kulingana na kiwango cha Mungu. And when we do that, Na wakati tunafanya vile, sometimes people will not understand wakati mwingine watu hawataelewa what we are doing kile kitu ambacho tunafanya and why we are doing what we do. na ni kwa nini tunafanya yale ambayo tunayafanya. But the Spirit in us Lakini Roho aliye ndani yetu will encourage us atatutia moyo and empower us even more na atutie nguvu to zaidi continue doing that. tuendelee kufanya hiyo. Let me give you an example. Niwape mfano mwingine. Today, for example, Leo kwa mfano, I can be coming to this church, naweza kuwa nakuja katika hii kanisa, and then one day alafu siku moja I decide naamua hivi, I move from this church. mimi niondoke kanisani hii. That is impossible Hiyo haiwezekani to somebody who has the Holy Spirit, kwa mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu, because it's not about church. kwa sababu hii mambo si kuhusu kanisa, It's not about a congregation. si kuhusu mkusanyiko, It's about God who called you. ni kuhusu Mungu ambaye It's amekuita, about His ni assignment. kuhusu ile kazi What amekupatia. are you doing here Ni nini ambacho when unafanya God hapa? has called you now? Kama Mungu amekuita What is hapa, His plan for you? mpango wake ni upi? What is programmed for you? Ratiba yake ni Now, gani? when you serve God there, Wakati unatumikia Mungu you pale, don't serve Him because it pleases you. au mtumikii kwa sababu You inakupendeza, serve God because He has called you. unamtumikia kwa sababu amekuita. You feel that you are obligated to do the will of God. Unahisi ya kwamba uko na wito wa kufanya kazi ya Mungu. You can become even an enemy to your own self. Unaweza kuwa adui wako wewe binafsi, Even you yourself. hata wewe binafsi You look at yourself, you unajiangalia, say, hey, I'm my own enemy. nasema mimi nimekuwa adui wangu binafsi. Why? Because even your body, Kwa nini? Sababu mwili wako, even your programs, hata katika mipango yako, that you are calling ule wito wako is going to interfere with your life, your program, and everything. utaweza kudhuru maisha yako na mambo male mengine yote. The way we serve God today, Vile tunatumikia Mungu leo, we are so moderated, tuko katika kiasi sana na upole, so that we are serving God when we feel like serving. ya kwamba tunatumikia Mungu wakati We go to tunahisi. church when we feel like going to church. Tunaenda kanisa wakati tunahisi kwenda We kanisa. clap our hands, we feel like clapping our hands. Tunapiga makofi yetu vile tunapenda We kupiga. go to church when the way we feel. Tunaenda kanisa vile tunahisi. For example, we go to church even late, isn't it? Kwa mfano, tunaenda kanisani hata kama tumechelewa. You come at 12 in church. Unakuja saa 6 kanisa. Why? Kwa nini? Somebody with the Holy Spirit, Mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, on Saturday, ikifika Jumamosi you have no peace. hata una amani, You don't sleep well hata ulali vyema, because you know, kwa sababu I have unajua an agenda with God, niko na kauli mbiu na Mungu, the God of the Bible. Mungu wa Biblia. Let me ask you, Acha niwaulize, if you are told tomorrow, Monday, you'll be received at State House, ukiambiwa kesho umepatiwa mwaliko wa kwenda katika State House, you are told wewe unaambiwa that you are needed at State House on Monday ya kwamba Jumatatu asubuhi unahitajika Ikulu at 8 sharp saa 2 kamili asubuhi. a.m. in the morning. Asubuhi ya saa 2 The president, head of state, will be receiving you. rais atakuwa anakupokea. I know that day you're not going to sleep. Najua ile usiku usingizi You're hautapata, not going to sleep. hautalala vizuri. Wow, tomorrow I'm going to meet the head of state. Oh, kesho naenda kukutana na rais wa nchi. What is he going to tell me? Sasa ataniambia nini? Okay, I don't know. Hata sina So you are not habari. going to sleep. Hautalala. I know maybe by 5, Najua by saa 11 even 4, hata saa 10 you wake up already. unaamuka You are tayari, in your bathroom. unaenda katika chumba chako You try kuoga, to perfume yourself. unajaribu kujipaka maharamu And then mafuta, you prepare your best cloth. alafu unaandaa mavazi yako mazuri So you wear in the morning. ambayo utavaa You asubuhi. make sure you beat
every traffic jam. Inamaanisha kwamba utatoka kabla hata traffic haijaanza You can even kuingia. go at 5. Unaweza toka saa 11 So that by 7, ndiposa ifikiapo saa you're 1 already in place. uko pale unangojea. Waiting now for the head of state, isn't it? Unangojea saa 2 ifike ukutane na Now rais. try to imagine Hebu fikiria the God of the Bible, Mungu wa Biblia, the creator of heaven and earth, muumba mbingu na nchi, is coming to speak to us. anakuja kunena nasi. You see, the way we serve God Unajua vile tunatumikia is Mungu foreign to this kingdom. ni ya kigeni sana katika ufalme huu. Let me repeat again. Nirejelee tena. The way we serve God Vile tunatumikia Mungu in this place mahali hapa is foreign ni ya kigeni to sana this kingdom. katika ufalme huu. I repeat again. Narudia kwa mara ya The tatu. way we serve God Vile tunatumikia Mungu in this place. mahali hapa, Let me not talk about other places, hata nisiongee huko kwingine, but in this place, lakini mahali hapa it is foreign ni jambo la to kigeni the kingdom of God. kwa ufalme wa Mungu. God is not your friend. Mungu si rafiki yako, He is God. huyu ni Mungu. He is your friend, Huyo ni rafiki, not just friend per se. lakini sio rafiki vile. Bwana asifiwe. Amen. Because when you call friend, Kwa sababu wakati tunasema you neno try to rafiki, think as your friend in the estate. ya unafikiria ni kama yule rafiki yako mnakaa na yeye kule. He says he's a great king. Anasema yeye ni mfalme mkuu zaidi. Now, if you serve God Kama unatumikia Mungu and you know for sure na unajua kwa hakika you have an appointment uko na mwaliko with God na Mungu at 9 a.m., saa 3 ya asubuhi, I can't come 9 a.m. siwezi kuja hapa I saa will wake 3, up at 5, tamka saa wake up 11 at 3 a.m., Saa 9, wake up at 4, saa 10, at 6, na prepare myself nikuwe hapa by saa that 1, 8 I'm here. saa 2 hata niko tayari hapa. I fellowship with my God Naanza ushirika na Mungu wangu, so that when 9 is there, I'm there. ndiposa saa 3 ikigonga niko hapa. When you are lazy to God, Wakati uko na uzembe ndani ya God will kazi, be lazy to you. Mungu atazembea hata kwa kazi I yako. didn't write the Bible. Mimi si kuandika Biblia. The Bible says what you plant, Biblia inasema kila ambacho that's utapanda what you harvest. hicho ndicho utakapovuna. You cannot harvest what you have not planted Huwezi ukavuna kile ambacho hukupanda, because God cannot be mocked. kwa sababu Mungu hawezi dhiakiwa. God said to Moses, Mungu akamwambia Musa, tell the Israelites tomorrow ambia wana wa Israeli kesho I will be there. mimi nitakuwa hapo. So tomorrow Kesho people were there watu wakawa pale very early in the morning. asubuhi mapema They sana, were already standing there wamesimama pale katika mlima, waiting upon God wanamngojea Mungu to come and speak to them. akuja aongee na wao. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Very early in the morning. Asubuhi sana. Sometimes you want to hear a sweet word from God. Wakati mwingine mnataka kusikia maneno matamu kutoka kwa Mungu. There is no sweet word Hakuna maneno ya utamu hapa ya when maneno. we don't do what God wants us to do. Wakati tunashindwa kufanya yale ambayo Mungu ametuambia We tufanye. get sweet word when we do what God wants us to do. Tunapata maneno matamu wakati ambao tunafanya yale ambayo Mungu anataka God tufanye. cannot come to church and wait for us. Mungu hawezi tutangulia kanisani atungojee. You saw in Meru last week. Simuliona Meru vile kulikuwa wiki iliyopita. People were there, Watu walijaa pale. packed already. Wamejaa tayari. Military parade, Wale wanajeshi na Everything. gwaride lao. Wako Singers. tayari. Waimbaji, dancers, wale wacheza vinanda. everything is in place. Kila mtu alikuwa mahali pake. And then when the boss comes, Alafu wakati mkubwa alikuja, everybody is there. kila mtu alikuwa ameketi. Is already in place. Tayari kila mtu ameketi So kwa the kiti boss chake. will come and greet people. Sasa You know? mkubwa akija ni kusalimia watu. How about God? Sasa na kuhusu Mungu, You. wewe. Hey. Sweet word comes to us from God when we perform, when we do things according to the kingdom. When God is pleased, when He's happy, He releases blessing. The Bible says, the Lord said to Moses, go to people and sanctify them today and tomorrow, and have them wash their clothes and be ready for the third day. Siku hizi utaona mtu anaenda mbele ya Mungu na uchafu, isn't it? Hata mwingine afikiria hata kuoga, anaenda tu pale mbele ya Mungu, oh, hallelujah, hallelujah. See, this is the Bible, which I didn't even write. I didn't write this Bible. You know, wash themselves so that they come to worship me, to meet God. Listen to this. And be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down in the sight of all the people on Mount Sinai. You shall set boundaries for the people all around, saying, take heed to yourselves
so that you not go up onto the mountain or touch its border. Whoever touches the mountain will surely be put to death. No hand will touch him, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, he shall not live. When the trumpet sounds a long blast, they shall come up to the mountain. So Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes. He said to the people, be ready for the third day. Do not go near your wives. So on the third day, in the morning, there was thunder and lightning and a thick cloud on the mountain, and the sound of an exceedingly loud trumpet. All the people who were in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Now, Mount Sinai was completely covered in smoke because the Lord had descended upon it in fire. And the smoke ascended like the smoke of a furnace. And the whole mountain shook violently. When the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke to God. Moses spoke, and God answered him with a voice. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Did you hear that? Je, So umesikia hiyo? people were prepared Watu walikuwa to wamejiandaa go and meet God. waende wakutane na Mungu. Not the way we go to church these days. Sio vile tunaenda kanisani siku za Just leo. wake up like somebody's going in promenade. Unaamuka tu ni kama unaenda katika shughuli zako. Promenade, eh? Promenade ni kama matembezi fulani. Matembezi, shughuli Just zako. go there, it's a promenade. No. They were prepared. Walijiandaa. They washed their clothes. Wanavua They mavazi yao. prepared themselves. Wakajiandaa. Even the Sabbath, Hata Sabato they prepared. walijiandaa. Because they were not even supposed to cook food. Kwa sababu hawakuhitajika hata kupika They chakula. knew tomorrow we are going to worship God. Wanajua kwamba kesho wataabudu Mungu. Learn this habit. Jifunze Not hii because tabia. I've said it, Si kwa sababu nimeisema, but it is the word of God. lakini hii ni neno la Mungu. And I hope I have the Holy Spirit. Na mimi natumai ya kwamba niko na Roho Mtakatifu. Learn this habit. Jifunze hii tabia, Take it in your life. ifanye kuwe sehemu yako. Change the way you behave before God. Badilisha mwenendo wako mbele za Mungu. You see, if you feel shame when you are praying, it means you are normal. Yeah. Kama uko na aibu wakati wa maombi, wewe ni mtu wa kawaida. You are normal. Wewe ni mtu wa What kawaida. makes you feel shame? Ni nini ambayo inakufanya You unaaibika? are thinking, isn't it? Mawazo yako. Yes, it means you are normal. Inamaanisha wewe ni mtu wa kawaida. God gave you the Holy Spirit to make you abnormal. Mungu amekupatia Roho Mtakatifu usiwe wa kawaida. That's why it's called the Holy Spirit. Ndio sababu anaitwa Roho Mtakatifu. Somebody abnormal will pray here, will jump here, will cry here. Somebody abnormal doesn't care. That's why mad people will even go naked, isn't it? Ya mtu ambaye si wa kawaida hataruka hapa, ataimba, hata jali unamuona ama umuoni. Ndio Maybe- sababu unaona watu wenye kichaa wanatembea hata Maybe wakiwa you think you feel shame in his place, but he doesn't care. pengine wewe unaibikia matendo yake, lakini yeye hajali. Don't make sense. Usijaribu kueleweka. Preach Jesus Christ. Hubiri Yesu. Preach Jesus. Hubiri Yesu. How do you make sense? Ni vipi sasa uanze kueleweka? Sarah is 90 years old, Sara ako na miaka 90. and then she's pregnant. Alafu sasa ako na mimba 90 years old. miaka 90. And then she looks at the husband. Alafu anaangalia bwanake. Say, hey, this is amazing. Hii jambo ni la You kushangaza. mean I'm going to breastfeed? Unamaanisha kwamba mimi nitanyonyesha mtoto? The world will hear about this. Ulimwengu utasikia People mambo will wonder. na watu watashangaa. People will laugh. Watu watacheka. A woman Mwanamke of 90 wa years miaka 90 breastfeeding. This is akinyonyesha. amazing. Hili jambo ni la kushangaza. That is God. Huyo ni That Mungu. is God. Huyo ni Mungu. That is God. Huyo ni Mungu. Bwana asifiwe. Praise the That's Lord. God. Huyo ni Mungu. Whenever you sit down, start calculation. Oh, you know now the age is maybe at 45. A woman goes to menopause. You are normal. You are just normal, a normal human being. Wakati ambapo That's unafanya all. mahesabu kama haya, unakuwa wewe mtu wa kawaida kabisa.
I've gone, I saw the doctor, he told me it is impossible, it cannot be done. Because you are normal, it cannot be done. Yeah. If you are abnormal, it can be done. Amen. That's the Ati point. nilienda nikaona daktari, vile alilipima, vile alilielezea, haiwezekani. Haiwezekani sababu wewe umekuwa mtu wa kawaida wa kimwili. The Bible says, Biblia inasema, the animal man, mwanadamu mtu nyama, mtu nyama, mwanadamu mnyama, the animal man mwanadamu mnyama doesn't understand the things of the spirit. haelewi mambo ya rohoni. I think it must be 1 Corinthians. For what person receives, knows and understands what passes through a man's thoughts of God except the Spirit of God. That's very good. Just so no one discerns the thoughts of God except the Spirit of God. Now, we have not received the Spirit, the world of the world, but the Spirit who is from God, that we might realize and comprehend and appreciate the gift bestowed on us by God. And we are setting this truth forth in words not taught by human wisdom. Did you hear that? Human what? Human wisdom. But taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truth with spiritual language to those who possess the Holy Spirit. 14. But the natural, non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God. For they are folly, meaningless nonsense to him. And he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. You appreciate the things of the Spirit when you have the Spirit of God. Vitu ya roho ya Mungu utazifurahia. Utaweza kuzishukuru wakati uko na Roho Mtakatifu. Now in French, Katika the Kifaransa, natural man is called l'homme animal. Animal, it means an animal. L'homme animal. L'homme means a human being. Man. The animal man. It means the natural man. It means the man with flesh alone. katika Stand up. tafsiri ya Kifaransa inasema This is flesh. mwanadamu wa nyama. Hii ni nyama. Mwanadamu wa nyama. Angalia watu hii ni nyama. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So the Bible says, Biblia inasema mutu nyama. It means mutu wa munofu. Hii ni munofu ama nini? Si munakula hii nyama ama namna gani? Munaita nini? mnofu. Munofu. Iwe ngombe, iwe mbuzi. So the man without the Spirit of God is just meat. Mwanadamu ambaye ana roho wa Mungu ni nyama So tu. the Bible says a human meat or natural man or an animal man does not understand the things of God. Kwa hivyo See Biblia that? inasema kwamba mwanadamu wa mwili na nyama, mwanadamu wa halisi, mwanadamu wa kawaida Because haelewi mambo ya those Mungu. things, they are spiritual. Kwa sababu mambo haya ni ya kiroho. We appreciate them spiritually speaking. Hizi vitu tunazitambua katika ulimwengu wa rohoni. We understand them spiritually speaking. Tunazielewa katika lugha ya So minus the Holy Spirit, we ulimwengu. don't understand them. Hatuzielewi bila Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. It is by the Spirit that we understand. Ni kupitia kwa Roho Mtakatifu ambao tunaelewa. It is impossible to Haiwezekani be normal and to please God. It is impossible to be conventional and at the same time please God. Impossible. Choose one. Haiwezekani ukuwe muungwana, ukuwe mtu wa kawaida na umpendeze Mungu. Lazima uchague moja. You have to pick one thing. Lazima uchague kitu kimoja. Because that's why Jesus, always the Pharisees, they told him, you are mad. Ndio sababu wakati wote Mafarisayo walikuwa wanaambia Yesu, wewe ni mwenda wazimu. You are mad. Wewe ni mwenda wazimu. Because why?
Kwa nini? He was not conventional. Hakukuwa mtu wa ukawaida. People think by agreeing with everybody, we please God. That's impossible. Watu wanafikiria kwamba ukikubaliana na wale wengine na maoni yao utampendeza Mungu. As I preach here, do I try to agree with you? I don't care what you say. I'm not here to agree with you. You can say no. That's your problem. Why should I agree with you? Vile hata ninahubiri hapa, unaona ni kama niko natafuta makubaliano na wewe? Hapana. I'm not here to agree with you. Mimi siko hapa ndiposa tukue na I'm here to release the word from God. Niko hapa kuachilia lile neno ambalo nimepewa na Mungu kwa ajili yako. Whether it hurts you, ikikuumiza, I release it. Ninaipatiana. That's up to you. Hiyo sasa ni wewe uamue. God cannot adjust. Mungu hawezi akabadilisha. You adjust. Wewe ndiye utabadilisha mambo. Can I hear a good amen? Sinisikia amina mzuri. I say God cannot adjust. Nasema kwamba Mungu hatabadilisha. But you must adjust. Lakini wewe lazima ugeuze, ubadilishe mambo. God is perfect. Mungu ni mkamilifu. Whatever he says is final. Na ile kitu anasema ni amina. So we please God. We fight to please God. Kwa hivyo tupigane vita ya kumpendeza Mungu. We adjust according to God's will. Tuweze kujipanga tuingie katika mapenzi ya Mungu. God cannot adjust to our will. Mungu hatajipanga aingie katika mapenzi yetu. Bwana asifiwe. Amen. Sometimes when I look in a church, wakati mwingine nikiangalia kanisa, I see normality. Naona ukawaida. I say no. Nasema hapana. We are not called to be normal. Hatujaitwa tukuwa wa ukawaida. There is a message I spoke in Mbuji-Mayi. Kuna ujumbe ambao nilihubiri kule Mbuji-Mayi. We went with Pastor Moses Ilunga. Kule na mchungaji Musa Ilunga. And then I spoke there. Alafu nikapata nafasi ya kuhudumu pale. After that conference, baada ya kongamano hiyo, the day I was traveling, siku ambayo nilikuwa nasafiri, they took me to airport. Wakanipeleka katika uwanja wa ndege. One old man, mzee mmoja, told me, kaniambia hivi, you have changed my name. Umebadilisha jina langu. From today, kuanzia leo, my name, jina langu, is no longer that name. Sio lile ambalo nilikuwa naitwa. I shall be called, nitaitwa wild, mnyama mwitu. He told me. Akaniambia nitaitwa wa mwituni. Even his pastor was there. Hata mchungaji wake alikuwa pale. He said from today, kuanzia leo, I shall be called wild. Nitaitwa wa mwituni. You know what? Unajua nini? If you are normal, kama wewe ni wa kawaida, like the other people who are also normal in the world, kama watu wale wengine wa kawaida ambao, how do you convince these people that you have Christ Jesus? Ni vipi watu utawashawishi ya kwamba uko na Yesu? You tell me. Niambie. By speaking in tongues? Kwa kunena kwa lugha? Hapana. No way. Let me repeat again. Nirudie tena. How do you convince your neighbor? Ni vipi utamshawishi jirani that you have Jesus? Ya kwamba uko na Yesu. I had a neighbor somewhere. Nilikuwa na jirani mahali. That neighbor, when you want to enter at his house, wakati yule jirani alikuwa anataka kuingia kwake, there is a big sign of demonic sign. Kuna ishara kubwa pale ya kipepo. It is there before at the front of his gate. Iko pale katika mlango wake. And then I entered there. Alafu mimi nikaingia pale. He was my neighbor, immediate neighbor. Alikuwa jirani yangu hapo tu karibu. So in the night, sasa usiku, I will go, there is a tree there in my compound. Kuna mti pale katika I made that place like an altar. Nimefanya mahali pale kama I will go there and pray that night. Naenda pale naomba usiku. I speak to God. Naongea na Mungu before I go to bed. Kabla niende kulala. This man was very rich. Na huyu jamaa alikuwa tajiri sana. Very rich. Jamaa tajiri. I'm telling you, loaded. Na jamaa ako sawa, amejazwa na pesa. Do you know what? Unajua nini? Jail, alitoroka ama hakutoroka? He ran away. Alitoroka. When I have God, wakati niko na Mungu, I come near you, nakuja karibu na wewe, and you don't worship God, na umwabudu Mungu, you have to run away. Lazima unitoroke. He ran away. Alitoroka. If you are just normal, kama wewe ni wa kawaida, you are just common, wewe ni mwanadamu wa kawaida, you do things others are doing, unafanya mambo sawa you na get wengine, same result, unapata matokeo yale. How do you show that God? Ni vipi Mungu utaweza kumuonyesha? That's impossible. Hiyo haiwezekani. Now, sasa, why are we normal?
Why are we normal? Mbona basi tumebakia watu wa kawaida? We have rejected the things of God. Tumevikataa vitu vya Mungu. We have rejected to operate at the standard of God. Tumepuuzilia mbali utendakazi katika kiwango cha Mungu. Now, the standard of God Sasa kiwango cha Mungu is the standard of very high commitment. ni kiwango cha kujitolea kwa hali ya juu sana. Let me repeat again. Nirudie kwa mara Why nyingine. are we normal? Mbona tuko watu wa kawaida? We are normal Tuko na kawaida because we have rejected kwa sababu tumekataa the standard of God. viwango vya Mungu. I say this. Nasema hivi. Why are we normal? Mbona tuko wa We kawaida? are normal Tuko wa kawaida because we have rejected God's standard. tuko wa kawaida kwa sababu tumepuuzilia mbali, tumekataa viwango So, vya Mungu. when we reject God's standard, Tunapokataa viwango vya Mungu, we operate at normal level. tunatenda kazi katika viwango vya We kawaida. become conventional. Tunakuwa watu ambao ni wa We become like everybody else. tunakuwa kama mtu yule There is mwingine. no difference between us and other people. Hakuna tofauti yetu na hao wengine. If we want to see difference in our lives, Ukitaka kuona utofauti ndani ya maisha we yetu, have to operate at different standards. lazima tuende katika viwango tofauti, At the level of God. katika viwango vya kiungu. The level of God Kiwango cha Mungu is the level of very high ni commitment. kiwango cha kujitolea kwa hali ya I juu say sana. very high commitment. Nasema kujitolea kwa hali ya juu sana. Commitment we are talking about here. Kujitolea ndio tunaongea juu yake You hapa. don't serve God as if you are trying to please somebody. Hautumikii Mungu ni kana kwamba unataka kumpendeza mtu No, fulani. no. Ah. You serve God because He has called you. Unatumikia Mungu sababu amekuita. You feel indebted to serve God. Unasikia uko na deni la kutumikia Mungu. When you serve God, you feel that you are doing the right thing. Wakati ambapo unatumikia Mungu unahisi ya kwamba unatenda lililo haki. There are people who can serve God but they are murmuring. Unajua kuna watu wanaweza tumikia Mungu na wanalalamika. You can serve God but you are murmuring. Unaweza tumikia Mungu ile hali So unalalamika. by murmuring you get nothing. Sasa katika kulalamika haupati chochote. When you nungunika you get nothing. Wakati ambao unanungunika Get haupati nothing. chochote. But you serve God. Lakini tumikia Mungu. High commitment. Kujitolea kwa hali ya juu. Starting with your own life. Ukianzia na maisha yako binafsi. Your own personal life. Maisha yako wewe binafsi. You just commit your life to God. Unapeana maisha yako kwa God, Mungu. I want to serve you Mungu nataka nikutumikie. all the days of my Siku life. zote za maisha yangu. You put aside all kind of jokes. Unaweka kando mchezo wa aina wote ule. Put aside Weka kando all kind of jokes. mchezo wa aina yote ile Trying between you and God. ambayo inajaribu kuchezea na When Mungu. your feelings takes you out of God Wakati hisia zako zinakutoa kando na Mungu or takes you astray from ama God, zinakupotosha kwa njia ya Mungu, you rebuke your own feelings. unakemea zile hisia zako. You say, I want to be serious with my God. Sema nataka kumaanisha na Mungu I want wangu. to walk in faith. Nataka kutembea katika imani. I want to be a true Christian. Nataka nikuwe Mkristo halisi. Not the Christians who go to church. Si Wakristo ambao wanaenda They kanisani. sleep out there with men. Wanalala kule na They wanaume. sleep wengine. out there with women. Wanalala na wanawake wengine huko. Some take even beer. They drink. Wengine hata wanakunywa pombe. And then some have concubines. Na wengine wako na masulia. And then they go to church. Halafu wanaenda Are kanisani. you not religious? Wewe sio mtu wa Are you dini. not religious? Si ni udini na And kusumbua. then you want to see the difference. Alafu unataka kuona You utofauti. want to see the supernatural. Unataka kuona mambo ambayo You want ni to ya see the kiungu. divine. Unataka kuona mambo ambayo ni ya kiungu. Itatokea wapi? Where will it come from? You go in church. Unaenda kanisani. They tell you, Unakwambia don't worry. usio na There is a shaka. better inside you. Don't worry about what. The devil is a liar. Shetani ni mwongo sana. That's not the God of the Bible. Huyo siye Mungu wa Biblia. I tell you, that's not the God of the Bible. Kwambia huyo sio Mungu wa Biblia. The God of the Bible, Mungu wa Biblia He calls you anakuita to commitment. katika kujitolea. Yes, to commitment. Katika kujitolea. You think it is in vain Jesus stand in the park in Gethsemane, and then Jesus prayed to God, God, time has come. I was born for this particular time. Now, look at this cup is coming. It is too heavy. It's too much. Can you take it away? God said, no. There is no taking it away. You must drink it. This Unafikiria is Jesus. huyu ni Yesu Kristo. This is Jesus. Unafikiria ni kwa This is bure. the Son of God. Unafikiria ni kwa bure tu Yesu anaenda anasimama This katika is bustani Jesus. ya Getsemani anasema Jesus. kwamba Mungu ondoa hiki kikombe. He cried. Alilia, He prayed aliomba until the sweat of his brow turned into blood. mpaka jasho la mwili wake kabadilika In kuwa my matone ya entire damu. life, Katika maisha I've yangu never seen anybody who pray until his
sweat turns into blood. Sijaiona mtu ambaye anaomba mpaka jasho lake inabadilika kuwa damu. It's good to pray. Ama namna gani? Ni vizuri kuomba. Until the sweat turns into blood. You see somebody, even when God speaks in church, he says, okay, there's prayer and fasting. You see people still eating. They just eat. Unaona kanisa tunatangaza maombi ya kufunga na kuomba, unaona watu wanaendelea kukula. And it is normal. Na kwao ni kawaida. This body, since you started giving food to the body, it has never said thank you, isn't it? Tangu anze kupatia umwili ugali, ni lini kuambia asante? It has never told you thank you. Haijawahi kuambia asante. Sometimes time come in life Wakati mwingine where katika we maisha, want to catch the uncatchable, tunataka where we want to kukamata move in a different way, tunataka katika njia when we want to tofauti. move in the supernatural. Tunataka utembee katika We njia have ambayo ni ya to kiungu. make different kind of decisions. Lazima tuamue maamuzi tofauti. Yes, we have to challenge ourselves. Lazima tujipe changamoto. You don't come before God ni kama gari ilimalizika pumuzi. Ni pumuzi ama ni nini? Battery haina tena moto. The battery without power, isn't it? It cannot even charge the vehicle. And you are fighting demons. Kuna vile utakuja kwa Mungu kama ligali lizee kabisa na unataka kupigana na mapepo. Hey. One day, Siku moja, a sister told me dada moja akaniambia that, Pastor, kwamba mchungaji, I've received a vision. nimepokea maono. I saw some of us Niliona baadhi ya wengine wetu kneeling down, wakiwa wamepiga magoti, and then demons alafu mapepo were surrounding us. walikuwa wametuzunguka. And then Alafu nobody was there to come and rescue us. hakuna mtu ambaye alikuwa pale kutuokoa. And then we are looking for you. Alafu sasa unakutafuta We didn't mchungaji, see you. hatukukuona. How do you see me? Sasa Where utanionaje? people are kneeling down before Mahali demons, watu you see wamepiga me. magoti kwa mapepo, wewe unione sasa. What did you see? She says, I saw so many members of our church. Sasa nikamuuliza, ni nini ambao uliona? Oh, niliona washirika wengi wetu. So many members of our church. Washirika wengi sana wetu. They were like kneeling down. Unapiga magoti. And then surrounded Alafu sasa wamezungukwa by demons. na mapepo. And the demons are going around. Mapepo wanazunguka. They say, mutajua. You're going to know. Ninyi mutaona. Yeah. And then she's looking for me. Alafu sasa ananitafuta katikati ya And mapepo. I'm nowhere to be found. Na mimi siwezi patikana. How do you find me Ni there? vipi wewe unipata? Even in a dream. Even in a dream. How do you find me there? Ni vipi unipate pale? Hata kwa ndoto. Hey. Bwana asifiwe. Praise the Lord. How can that happen? Hiyo sasa itatendeka That vipi? you kneel down Ya kwamba upigie magoti before evil spirit. ya maroho machafu. You kneel down. Unapiga magoti. It means Jesus is a liar, isn't it? Inamaanisha kwamba Yesu Kristo ni muongo. It means he's a liar. Inamaanisha yeye ni muongo. Because he says, I'm going to build my church. Sababu anasema kwamba A powerful kanisa church. langu. Kanisa A langu. strong church Kanisa la that nguvu overcome the devil. ambayo itashinda And malango ya the gate kuzimu. of hell will never prevail against my church. Ambayo That's Jesus. malango ya kuzimu haitawashinda. That's Jesus. Huyo ni Yesu Kristo. Not me. Sio mimi. God will not always tell you what you want to hear. Wakati wote Mungu Hapana. atakwambia mambo ambayo unapenda kusikia. Hapana. No way. Who do you think you are? Wewe unafikiria wewe ni nani? Hey. God will not always tell you what you want to hear. Mungu atakuelezea saa zote mambo ambayo unapenda God will kuyasikia. tell you what is beneficial to you. Mungu atakwambia mambo ambayo atakufaidi. God wants to empower you. Mungu anataka kutie nguvu. A true Christian is a prayerful Christian, Mkristo wa ukweli ni Mkristo wa maombi. loaded, full of the Holy Spirit. Ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Somebody who cannot compromise the truth he knows about God. Mtu ambaye hawezi jadili, hawezi kubahatisha kuhusu kweli ambao unajua kuhusu Mungu. Somebody who stands firm. Mtu ambaye anasimama imara. He fights his battles Anapigana vita vyake. and strive to please God. Na anang'ang'ana kumpendeza Mungu. That's Christianity. Sasa huu ndio Ukristo. High commitment. Kujitolea kwa hali ya juu. There is a service here Kuna ibada hapa. and you are somewhere. Alafu wewe uko mahali. You don't even feel like running here. Haujihisi hata kukimbia hapa. Let me run there Wacha nikimbie pale. and hear a word from God. Na nikasikia hata neno One moja kutoka word kwa Mungu. from God Hata neno moja kwa can Mungu. change my situation, Yaweza badilisha can maisha yangu. change my life. Yaweza badilisha maisha yangu.
God has become common. Mungu amekuwa wa kawaida. When God speaks, Wakati Mungu anaongea, it is as if Njeri has spoken. yani kama tu mtu wa kawaida ameongea. Ni kama Njeri ameongea. Njeri. Do you understand? Naelewa. When God speaks, ni kama John Peter has spoken, isn't it? Yeah, ni kama ni No. mtu wa kawaida When ameongea John God Peter. speaks, Mungu akiongea, it is serious. anamaanisha. It is through high Ni commitment katika kujitolea kwa hali ya juu that we become abnormal. ya kwamba tunakuwa watu ambao si wa kawaida. Through high commitment Katika kujitolea kwa hali ya that juu God's going to use ya us. kwamba Mungu atatutumia. Through high commitment Katika kujitolea kwa hali ya that juu we are going to be transformed. ya kwamba tutabadilishwa. Through high Katika commitment kujitolea kwa hali ya that juu the Spirit will come upon our ya lives. kwamba Roho Mtakatifu anajua Through kuja high juu ya maisha yetu. commitment Katika kujitolea that we become different kind of people. ya kwamba tunafanyika kuwa watu wa tofauti. Read the Bible well. Soma Biblia vyema. Read well your Bible. Soma Biblia yako vyema. When you read the Bible, Ukisoma Biblia, a woman like Sarah mwanamke kama Sara following Abraham, anafuata Abrahamu. where are you going? Unaenda wapi? God has called us. Mungu ametuambia. You leave your farm. Acha shamba lako. God has called Oh, us. Mungu ndiye ametuita. You leave your friends. Si unaona marafiki hapa God has unaacha? called us. Oh, Mungu ndiye ametuita. How many Christians here Ni wangapi wa Kristo who hapa have fake friends? ambao wako na marafiki How bandia? many? Fake friends. Marafiki bandia. Friends who cannot even bless you. Marafiki ambao hawezi hata They kukubariki. cannot even tell you about Jesus. Hawezi akakwambia kuhusu Yesu. Friends who, when they open their mouth, they mock God. Rafiki ambao hata wakifungua kinywa chao wanamdhihaki When Mungu they kiwa. open their mouth, they speak blasphemy. Wakati wako wanaongea mambo ya kufuru Those are the Mungu. friends you have. Hao ndio marafiki wako. They speak blasphemy, Wanaongea kufuru you know, and they are your friends. na hao ni marafiki wako. And then you want blessing from God, Alafu unataka baraka zake Mungu. and you are going to heaven. Alafu wewe unaenda mbinguni. The devil is a liar. Shetani ni muongo. Sarah abandoned everything, Sara akawacha kila kitu. even her own friends. Hata marafiki wake. Do you know why? Unajua ni kwa nini? God could not bless her in that particular setting. Mungu angembariki katika maeneo yale. There are certain settings in which you stay, God will not bless you. Kuna maeneo ambayo utakaa na hali fulani ambayo Mungu atakubariki The ndani Bible yake. says, Psalms chapter 1 verse 1. The Bible says, blessed is the man who does not sit in the company of what? Of the Of sinners. the sinners, the mockers, the murmurers, Biblia evil inasema people. kwamba Biblia inasema kwamba amebarikiwa yule ambaye akai katika kikao cha waovu. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. People who speak rubbish, Watu ambao wanaongea takataka. people who hate God, Watu ambao wanamchukia Mungu. evil people. Watu waovu. Those are your friends. Ati hao ndio marafiki wako. And then God bless me. Alafu sasa Mungu nibariki. Even if you work in a company, Hata kama unafanya katika kampuni. I go there for my job. Naenda pale kwa ajili ya kazi. Whoever comes to my contact must know I belong to the God, Yahweh God of Abraham. Ule ambaye I ataingia. belong to Jesus. Ule ambaye atakuja katika line yangu ajua kwamba mimi ni mali yake Mungu. Sometimes Wakati mwingine in my life, katika maisha yangu as I told you, vile nimewaambia, I've served God for my entire life. nimetumikia Mungu maisha yangu yote And God is my witness. na Mungu ni shahidi wangu. I've never served any company. Mimi sijai ajiriwa kwa kampuni yote. I've never worked for any company. Sijawahi fanyia kampuni yoyote ile kazi. I've never been hired. Mimi sijai ajiriwa na mtu. I don't know how to write a CV. Ni hata sijui kuandika CV naandikwa vipi. And I don't regret that. Na hiyo mimi sijutii. Even though I have education. Japokuwa elimu ninayo, But lakini I'm a doctor. Mimi The way you daktari. see me here, no joke. usinione hivyo. But daktari. despite that, Lakini kando na hayo, I've never worked for anybody. sijawahi fanyia myoyote kibarua. Do you understand that? Tunaelewana? So I've served God. Nimetumikia Mungu. And I don't regret it. Na mimi sijutii hilo. Now listen. Sasa sikia. In my walk with God, Katika kutembea kwangu na Mungu, I've realized this. nimejua hivi. If you want God to bless you Kama unataka Mungu akubariki and to walk with you, na atembee na wewe, love God. mpende Mungu. Commit yourself to God. Jitolee kwake. 2 days ago, Siku mbili zimepita, I saw a child of God in this church. nikaona mtoto wa Mungu katika hili kanisa. We were standing at a certain place, Tulikuwa tumesimama mahali. and then she came Alafu akaja. as if she was running from somewhere. Ni kama alikuwa anatoroka mahali.
And then a madman alafu mwenda wazimu was coming, following her. alikuwa anamkimbiza As she was running, vile anakuwa anakimbia. she came and stood where I was standing. Akasimama mahali nilikuwa, And then she told me, alafu akaniambia, this madman, huyu mwenda wazimu huyu this man is following me. ananifuata. When I look at the guy Nikiangalia yule jamaa, the guy looks like a madman. jamaa anakaa kama mwenda wazimu. And then I told the madman, Nikamwambia mwenda wazimu, get lost. umbuka, This is not your place. sio mahali pako. And then the madman pushed a bit. Na yule jamaa akarudi nyuma. And then I picked some stones Alafu nikachukua mawe to hit the madman nimugonge yule mwenda until the wazimu. madman ran away Alafu mwenda wazimu akatoroka and went seriously. na akaenda akimaanisha. There are levels in the kingdom Kuna viwango katika ufalme where you become a sign, mahali ambao unakuwa ishara, you become a wonder, unafanyika kuwa you muujiza, become untouchable, unakuwa uwezi guzwa, you become invincible. unakuwa uwezi onekana. When the devil sees you Shetani akikuona or demons, when they see ama you, mapepo they yakikuona run away. wanatoroka, Depending on the level of your commitment. kulingana na kujitolea kwako kwa Mungu. There is commitment Kuna kujitolea that even make God speaks something for your life. ambayo inasababisha Mungu kuongea kitu kwa ajili ya maisha yako. There's some commitment Kuna kujitolea kwa that aina can even fulani make God make a vow ambao kunafanya Mungu anaweka nadhiri or enter into a covenant ama anaingia katika nadhiri, with you. agano na wewe. Why? Kwa nini? Just commitment. Kwa sababu ya kujitolea tu. Bwana asifiwe. Amina. And there are also level Na kuna viwango vingine of church goers. ya waenda kanisa. Somebody goes to church. Mtu anaenda kanisani, It's a level for religion. ni kiwango fulani cha dini, Just go to church. kwenda tu kanisa, Fellowship. na ushirika, Sing a good song. tuimbe nyimbo 2-3, Good song. nyimbo mzuri tena zile za polepole, si Go za home. kucheza. Go home. Ende nyumbani, Even if you dance, it's okay. hata kama utacheza But tu ni it's sawa, still religion. lakini ni dini tu. There is also a level Kuna kiwango pia of commitment. ya kujitolea. You decide, Wewe unaamua, God, I want to serve you. Mungu nataka nikutumikie. You see that level. Unaona kile kiwango, We are now about, to see it now. sasa ndio tunakaribia kukiona. There is a level of service of God Kuna kiwango cha kumtumikia Mungu, where you just go your way. mahali ambapo unafuata A njia yako. madman in the kingdom. Mtu mwenda wazimu ndani ya ufalme, Ama namna gani? ndio A mad woman in the kingdom. mwanamke mwenye kichaa ndani ya ufalme, Like Mary. kama Maria. She comes before God Anakuja mbele ya Mungu with that alabaster jug, akiwa na yale mafuta ya bei ghali, break it anavunja without calculation, hata bila kufanya mahesabu, pour it down anaimwaga on the chini head of Jesus. katika kichwa cha Yesu. The house is full of fragrance. Nyumba yote imejaa na marashi. And then Alafu some people come. watu Oh, you wanakuja. this woman. We mwanamke, Oh, you this woman. we mwanamke, How can you do this? ni vipi ufanye Oh, hivi? you this. Are you doing this? Don't do that. Some people, do you know how much? Religious people, they will always know how much. Ama namna gani? Watu wa dini unajua, wanajua gharama, hesabu. Do you know how much it costs? Unajua hii inagharimu pesa ngapi? Don't you know that God can surprise you in your life? Je, haujui ya kwamba Mungu anaweza kushangaza maishani mwako? My life Maisha yangu is a testimony. ni ushuhuda. Do you know what, Julius? Yes, papa. You guys, if you cannot arise above me, it is shame on you. I hear you. Do you understand? Watu Because wote when ambao- you look at my life, Ukiangalia maisha yangu it is a mystery. ni maisha ambayo ni Kweli ama ya kushangaza, si ndio? Oh, do you want me to give you testimonies? Unataka niwape My life ushuhuda? is a mystery. Maisha yangu ni ushuhuda ama ni My life is a mystery. When you serve God, wakati unatumikia God will Mungu, command blessings to follow you. Mungu ataamurisha baraka kwenu. You don't understand the implication of commitment. Hatuelewi matokeo ya kujitolea, That on a Sunday like today, ya kwamba Jumapili kama leo people enter here at 5. watu tayari wako hapa saa They lay 11, down on this carpet. wanalala katika suria They hii, cry to God. wanamulilia Mungu. Mama Jael is my witness. Mama Jael ni mshuhuda wangu. I sleep on benches. Nalala katika viti vya In mbao, the night, sometimes I fall down wakati mwingine hata naanguka usiku. and I wake up on my bench. Anaanguka nasema oh, I say, thank you, Jesus. sema asante Yesu, Because I fall with the bench. sababu nimeanguka nikiwa katika kiti And cha I mbao. go on my bench again. Alafu narudi tena pale, When I fall down, nikianguka I wake up. naamuka, I pray like crazy. naomba kama mwenye kichaa, I go outside the house. natoka nje, I pray. naomba
until demons run away. mpaka mapepo yanatoroka. Sometimes I pray Wakati mwingine naomba until witches who fly in the sky, they fall down. mpaka wachawi ambao wanapaa kule They angani fall. wanaanguka chini. They fall down Wanaanguka on chini my compound, pale katika ua langu naked. wakiwa uchi. People I don't know, they Watu ambao fall. siwajui. Boom. Puu chini. You go out, you see somebody. Natoka nje unaona mtu. Who are you? Nani wewe? Where are you coming from? Unatoka wapi? Forgive me. Oh, nisamee. I'm a witch. Mimi ni mchawi. We were a group. Tulikuwa katika kikundi. We are going to perform, to destroy people, Tulikuwa tunaenda to spread sicknesses. kuangamiza watu, kuleta magonjwa. I was warned. Mimi nikashikwa. I was warned. Nilionywa. Nilionywa. Not to pass here Nisipitie hapa because there is fire. kwa sababu kuna moto. But I said no, I'm too much, I'm powerful. Lakini nikasema kwamba nguvu ninazo ni nyingi. I'm the general, I can pass here. Mimi ndiye generali wa wengine So when I was kupitia. coming, Wakati nilikuwa napita, here I met fire. hapa ni moto nilikutana nao. I could not pass. Na singeweza I was kupita. hit. That's why I'm here. Ndio sababu niko hapa chini. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ask Mama Jael. Liza mama Jael. Commitment to the kingdom of God. Kujitolea katika kazi ya Mungu. That your life becomes a miracle. Ya kwamba maisha yako yanakuwa muujiza. That God commands your blessing from all over the world. Ya kwamba Mungu anaamurisha baraka zako kutoka kila pembe ya dunia. That your blessings become unlimited. Ya kwamba baraka zako zinakuwa hazina mipaka. Sometimes you cannot only be blessed from where you are looking at. No. Sio mtu ambaye mahali unaangalia ndio unabarikiwa kutoka hapa. Huwezi tu kubarikiwa kwa sababu ya mahali fulani unajua this is my source na hapa tu baraka itapatikana. From this source I'm going to get. No. When you operate at God's standard, you receive blessings according to God's standard. Ukifanya utendakazi katika viwango vya Mungu, utapokea baraka kutoka kwake Mungu katika It means you are now blessings are coming from all over. Namaanisha kwamba pembe zote za dunia zinaachilia baraka kwa Because ajili yako. God owns the world. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye He ulimwengu. owns everything. Sawa kila kitu. So when you have God, you have everything. Kuna Mungu iko na kila kitu. I want us to read the Bible. Nataka tu tusome Biblia. Genesis chapter 16 verse 11 to 12. Hallelujah. 16 mstari wa 11. The Bible says, and the angel of the Lord said to her or her, behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name who? Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man. Now, when you read this, Wakati unasoma hii, what do you see? nini ambao unaona? The point is that Jambo hapa ni the writer mwandishi has trouble ako na shida to describe ya kuelezea what God has just spoken. kile ambacho Mungu alikuwa amesema. Muko hapa? Are we together? Hey, are you in this place? Je, tuko mahali tuko pamoja? Can we read together? Tunaweza soma hii mambo pamoja? Now, he shall be a wild donkey of a man. Naye atakuwa kama Now, punda mwitu. what do you see there? Sasa nini ambao unaona pale? The writer has problem to describe, to explain. Mwandishi hapa anashindwa na maneno ya kuelezea. He shall be a wild donkey of a man. Atakuwa punda mwitu wa kimwanadamu. Kuna kwa punda mwitu wa kimwanadamu. Bwana asifiwe. So he has a problem. Unaona hapa ni tatizo la kukosa maneno. He has a problem to explain. Ako na tatizo la kuweza kuelezea maneno ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So the Kwa writer hivyo mwandishi is trying to explain something to us anajaribu kutuelezea kitu which is not easy ambacho hakiko rahisi, because God speaks in God language kwa sababu Mungu anaongea katika lugha ya kiungu, but using human culture lakini anatumia tamaduni za mwanadamu or language ama lugha to enable us understand what you want to say. kutusaidia kuelewa kile ambacho anamaanisha. The writer now Sasa mwandishi is hapa trying to help us. anajaribu kutusaidia. The key word is wild. Neno pale la umuhimu ni mwitu. Wild. Mwitu. That's the key word. Hilo ndilo neno la kusisitiza. Wild. Mwitu. In French we call sauvage. Yeah, katika Somebody who is abnormal, somebody who is an animal, somebody who has not been domesticated. You know, when somebody becomes domestic,
it becomes a friend of human being. Ama namna gani? Ya, wakati mnyama anafugwa anakuwa rafiki wa mwanadamu. Kwa hivyo hapa Biblia inaongea kuhusu mnyama ambaye hajafugwa, ni wa mwitu. We have even human beings who are adopting, they are rearing lions. Yeah. They are there. Kuna wanadamu ambao wanafuga wanyama wakali kama simba ama ndovu. Hata wanalima na ndovu. Some even rear leopards or tigers, just name it. Ya, wengine wanalea wanyama kama chui na nduma. And then you have also animals who are wild. Alafu sasa kuna wanyama ambao ni mwitu. Bush animals. Wanyama wa kichaka. Bushmen. Wanaume ama watu wa kichaka. Hallelujah. Amen. A wild animal doesn't know civilization. Ajui uungwana. A wild animal mnyama mwitu is unconventional. Yeye si wa kawaida. A wild animal mnyama ambaye ni mwitu is unfriendly. Hana urafiki. A wild animal, mnyama mwitu, you cannot determine or know what is going to do in the next minute. Uwezi ukakisia ni lipi ambalo atalifanya kwa dakika ijayo. He has not been domesticated. Yeye hajafugwa. He is wild. Yeye ni mwitu. He's crazy. Yeye ni wazimu. He's mad. Yeye ni kichaa. He's untamable, Huyu uwezi ukamzuia. He reacts in a different way. Anatenda kazi kitofauti. So God says, sasa Mungu anasema that boy, ule kijana, because he's the seed of Abraham, kwa sababu katika mbegu ya he Abraham, shall be like a wild donkey. Atakuwa kama punda mwitu mtu. Because you know why donkey? Kwa sababu unajua punda wa mwitu. Because they used to work with donkeys. Sababu siku zile walikuwa wanafanya kazi na punda. Wild is the key word. Mwitu hapa ni neno ama kiini cha neno la kusisitiza. Ishmael was not an animal. Ishmael hakukuwa mnyama. He was a human being. Alikuwa mwanadamu. Now, sasa this person has been rejected. Huyu mtu amekataliwa. He has been rejected. Amekataliwa. The father has sent him away. Baba yake amemtupa. Not with cows. Si akiwa na ng'ombe. Not with sheep. Hajapewa hata mbuzi. But empty-handed. Lakini ametumwa mkono tupu. They were only given bread. Walipewa tu chakula. And a container of water. Na kiriba cha maji. So they left and went. Kwa hivyo wakatoka na wakaenda. And were lost in the desert. Na sasa wakapotelea kule jangwani. After several days of walking. Baada ya siku kadhaa za mwendo. They could not find water. Hangeweza kupata maji. Now the boy is about to die. Sasa kijana yu karibu kufa kwa ajili ya kiu. And the boy is crying. Na kijana analia. The mother is going to let the boy. Sasa mama anamweka mtoto go kando. And sit on the other side. Alafu anaenda kukaa upande ule mwingine. Crying to God. Anamulilia Mungu. The Bible says, Biblia inasema, God heard the cries of the boy. Mungu akasikia kilio cha huyu mtoto. Bwana asifiwe. Praise the Lord. That is in one circumstance. Sasa hiyo ni hali moja. In another circumstance. Na katika mahali pengine, when she was still pregnant. Wakati alikuwa mjamzito. In Genesis 16. Katika Mwanzo sura ya 16. Where we just read 11. Hali ambayo tumesoma sasa. Now, sasa she ran away. Ametoroka. Chased by Sarah. Na ni Sarah sahi amemfukuza. And this Sarah, na huyu Sarah, she's the one who told this woman to share her husband. Ndiye alimpendekeza huyu mwanamke alale na bwanake. Agar didn't tell her, give me your husband. Agai hakwenda kumwambia Sarah ya kwamba nataka kulala na bwanako, hapana. To Agar, Abraham was the Lord, was the master. Unajua kwa Hagai, Abraham alikuwa ni bwana, alikuwa ni mkubwa wake. He was the father. Huyu alikuwa ni kama baba wa ile nyumba. Now it is Sarah, when she saw that she was very close to Agar, say, okay, you know what? I give you this my maiden. Please get children with her because I cannot get children. Ndio Sarah alienda kwa bwanake akamwambia kwamba nakupatia mjakazi wangu, pata watoto na wewe, sababu mimi nimeshindwa na kupata watoto. Now what is happening here? Sasa ni matukio yapi hapa yanatokea? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Agar didn't ask for husband to become her husband. She didn't ask for Abraham to become the husband. Hagai hakuwa na maombi ya It is Sarah who is going to decide. She crafted everything. Ni Sarah ambaye alipanga mbinu. She tried to convince Abraham. Na akamshawishi Abraham. We have here our servant here. Hapa tuko na mjakazi wetu. I want to give you our maiden.
unataka nikupatie You get mchakazi. children for me Pata mtoto na yeye. because I'm tired. Kwa sababu I don't nimechoka. want to die without a child. Sitaki kufa bila mtoto. We have a lot of wealth here. Tuko na utajiri mwingi What are we sana. going to do with this wealth? Tutaifanyia nini? We need a child. Tunahitaji mtoto. So take my maiden. Kwa hivyo chukua huyu mjakazi wangu. So Abraham agreed Sasa Abraham akakubaliana and he na yeye. took the maiden. Na akachukua yule The mjakazi. Bible says Biblia inasema when she became pregnant, wakati alibeba she ujauzito, now started behaving like pregnant women behave. sasa You know, akakuwa na tabia na mwenendo ya wanawake wajawazito. pregnant women sometimes they tell you, you know, this meat smells bad. I don't want to smell this kind of, you know, aroma wherever. Hey, I want to eat ngai ngai. Do you know ngai ngai? Hey, I want terere without salt. Ya unajua Hey, I want pili pili. Can I get pili pili? Some pili pili. Hey, I want milk. You know, they decide. They keep changing. Why? They are now pregnant. Now, you have Sarah, who has never been pregnant before. She knows nothing about it. Hey, ujeuri, maringo, ujeuri. You are trying to misbehave here. You know, now I gave you my husband. Now you think you are the queen here. Haiko mambo ya queen. Mambo iko hapo ni kwamba you don't feel the way I feel. You are right. Ama namna gani? Unajua And now the fight started. sasa vita ikaanzia pale. Sarah now started mistreating now the woman. Sasa Sara akaanza Giving kumtesa her mwanamke. trouble, problem, Anampea mashida, everything is bad. kila kitu ni Until mbaya. she said, hey, this is too much. Alafu msichana akasema imetosha. She ran away. Akatoroka. As she was running, Vile alikuwa njiani she's akienda. now in the bush, Sasa yuko kile kichakani. wandering here and there. Anashangaa huku na kule. She's just crying. Anajaribu tu. Oh God, Alia, Mungu. be a witness Mungu kuwa shahidi between wangu me and Sarah. kati yangu na I Sara. didn't ask for a husband. Mimi si kwenda She kumtongoza gave kwa me a nani. husband. Yeye ndiye She alinipatia. proposed to me, Yeye ndiye which I aliniambia. refused. She forced me Yeye because I'm a alinilazimisha. servant. Alikuwa I'm mtumishi a wangu. slave. Mimi I have no mjakazi. choice. I Sina have no decision of my Sina own. uamuzi I wangu. accepted. Nilikubali. Now today I'm pregnant. Sasa niko Look at me mjamzito. in the bush. Sasa nione I niko have nowhere kichakani. to sleep. Sina mahali ya kulala. God is just. Mungu ni mwenye haki. God came Mungu akashuka and said to Agar, na akamwambia Hagai, what are you doing here? sasa unafanya nini She said, hapa? I'm running away Akasema ni kutoroka na toroka from my mother or the queen of the house kutoka kwa malkia because wa she's nyumba mistreating me. kwa sababu So I'm running ananitesa. away. Kwa hivyo God natoroka. said, don't run away. Akasema kwamba usitoroke. You have to go back Lazima urudi to that house. kwa ile nyumba. You know what? Unajua nini? You are carrying a baby, Unabeba mtoto, a baby boy. kijana. His name Na jina lake shall be Ishmael. ataitwa Ishmaeli. And that boy Na ule kijana shall be like a wild donkey of a man. atakuwa kama punda mwitu wa mwanadamu. He will be a nonsense man, Alakuwa ni mtu ambaye hataki upuzi. a wild animal, Jamaa ambaye ni mwa mwitu. somebody untamable, Mtu ambaye huwezi somebody ukamzuia. who move in his direction, Mtu ambaye ataenda kwa njia apendaye. somebody who knows what he's doing, Mtu ambaye anajua ni nini anataka somebody who kufanya. cannot bring down. Mtu ambaye huwezi ukamshusha chini. Now go back home. Sasa rudi kule nyumbani. And then she come back home. Alafu sasa anarudi tena. If she was doing what was bad, Kama angekuwa anafanya yaliyo mabaya or if she was the one in fault, ama kama ingekuwa ni yeye alikuwa amekosea, God could not have spoken blessing. Mungu hangeongea baraka. Mama alishikwa na wivu. Mnanifuata vizuri? Even many people today, they take some decisions without asking God. Just take decisions. Watu wengi wanachukua uamuzi bila kuhusisha Mungu. Not only about marriage, Si kuhusu ndoa tu, even in many things. hata katika mambo mengi ya maisha. When you want to marry, Wakati unataka kuoa, sit down, kaa chini, pray God, omba Mungu and make a wise decision. na ufanye uamuzi wa busara. You never live to regret. Na hutawahi kujuta. But if you just jump, Lakini wewe ukiruka tu, umeongozwa na hisia, tomorrow you come to me. kesho unakuja kwangu. Oh, man of God. Oh, Now mtumishi, I have come. sasa nimekuja What will I do? na sikuji salamu. Because I've been given the power to bless wedding. I've not been given the power to break marriage. Sasa mimi nimepewa mamlaka ya kuunganisha ndoa, sio kuvunja ndoa ama kuachanisha ndoa.
She came back home. Sasa akarudi nyumbani amechoka. Pregnant. She has not received a blessing, you know. God Amepokea has baraka spoken. tayari, Mungu She has a ameongea. word from God. Ako na neno la Mungu. Oh, yes. Amen, Yesue. Amen, amen. Hallelujah, amen. Amen, Yesue. Amen, amen. Hallelujah.